Emanueli, kijana mwenye umri wa miaka 25, alikuwa na safari ndefu kutoka Shinyanga kwenda Mwanza. Alikuwa amechukua basi moja ambalo watu wengi hupenda kusafiri nalo kutokana na ubora wa huduma zake, hususani wahudumu wake. Emanueli alijua kuwa safari itakuwa ndefu na yenye kuchosha. Kabla ya kuondoka, mama yake, Bi Amina, alimkumbusha kwa sauti ya upendo, "Emanueli mwanangu, usinunue chakula kutoka kwa wachuuzi njiani. Huwajui na huwezi kujua wameweka nini kwenye chakula chao." Emanueli alitabasamu na kumhakikishia mama yake kuwa atakuwa mwangalifu. Ndugu msikilizaji, wachuuzi ni wale wanaouza vyakula, vinywaji na matunda barabarani ama ndani ya basi. Hatimaye siku iliyofuata, basi lilipoanza safari yake, wachuuzi walipanda na kuanza kuuza vyakula mbalimbali. Kulikuwa na chapati zilizokuwa zikitoa harufu nzuri, kahawa iliyokuwa ikivuta moshi, na matunda yaliyokuwa yamepangwa kwa ustadi. Walipofika katikati ya msitu mmoja, Emanueli alikuwa na njaa, alishindwa kujizuia. Alinunua chapati 2 na kikombe kikubwa cha kahawa. Alivila kwa hamu, akasahau ushauri wa mama yake. Baada ya muda mfupi, Emma alianza kuhisi maumivu makali ya tumbo. Alianza kutokwa na jasho na kuhisi kizunguzungu. Alijaribu kumwomba dereva wa basi asimamishe gari, lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya. Abiria wengine pia walikuwa wakilalamika kuhusu maumivu ya tumbo na kizunguzungu. Abiria wote waliokula vyakula vya wauzaji hawa wakaanza kushika matumbo yao kwa maumivu. Macho yao yakaanza kunanyota nyota. Haukupita muda mrefu, abiria wakaanza kupoteza fahamu. Wale wauzaji wa vyakula wao wanawatazama na kuwacheka abiria wote. Baada ya dakika 5 kupita, abiria wote akiwemo Emanueli walipoteza fahamu. Dereva akasimamisha basi katikati ya msitu. Kumbe dereva anashirikiana na wauzaji wa vyakula ndani ya basi. Walipohakikisha watu wote wamepitiwa na usingizi, wakaanza kuwapekua abiria mmoja baada ya mwingine. Wachuuzi hawa wakaanza kuiba na kuwafanyia abiria vitendo vya udhalilishaji. Wauzaji wa vyakula wakaanza kuwabaka wanawake, wakawafanya wanavyotaka wao. Dereva wa basi hakuwa na wasiwasi hata kidogo. Yeye na wauzaji wa vyakula lao ni moja, hivyo kawaacha waibe pesa za abiria wake. Mchezo huu huwa wanaufanya ili wapate pesa, yaani wanaiba pesa za abiria halafu abiria wasingiziane wao kwa wao. Mwizi mmoja akamfikia Emanueli, akaanza kumpekua mfukoni mwake, akatoa waleti yenye pesa pamoja na picha moja ya mama yake na Emanueli, Bi Amina. Alipoitazama picha ile, kuna jambo likamfanya ayatoe macho nje. Picha ile ya mama yake na Emanueli ikaanza kumchekea, baadaye ikaanza kuzungumza. "Hebu acheni kuiba, mnataka niwafanye kitu kibaya? Hebu fikiria, picha inaongea." Mwizi akachanganyikiwa, akaitupa picha ile. Hata wenzake wameisikia sauti ya mama Emanueli ikisikika kutokea kwenye picha. Wakataka kushuka ndani ya basi. Cha ajabu, milango ikajifunga, hakuna kutoka wala kuingia. Dereva akastaajabu kuona basi limejiwasha halafu likaanza kujiendesha. Maajabu! Basi linajiendesha lenyewe. Wale wezi waliojifanya wauzaji wa vyakula wakaanza kupiga kelele za kuomba msaada, wakawa wanamwambia dereva asimamishe basi, lakini hata yeye hajui afanye nini. Usukani unajizungusha, gia za gari zinajikanyaga zenyewe. Abiria wote wamepoteza fahamu kasoro dereva na wale wezi waliokuja kwa sura za wachuuzi. Hawakuweza hata kujirusha nje kwa sababu basi linatembea kwa kasi kubwa sana. Hatimaye basi likatoka msituni na kuingia mjini. Wezi na dereva wakaanza kupiga kelele za kuomba msaada. Watu wanashangaa kumuona dereva haendeshi basi, lakini linajiendesha lenyewe, yaani linapiga kona vizuri kabisa. Basi lile likaanza kuelekea kwenye kituo cha polisi kimoja. Lilipofika likasimama lenyewe pembeni. Polisi wakatoka nje, wakasogea mpaka kwenye basi lile.
Dereva akapiga kelele, akawaambia polisi wawasaidia kutoka ndani ya basi kwa sababu wao miguu yao imekuwa mizito kana kwamba wamefungwa kamba miguuni. Polisi wakajitahidi kuifungua milango lakini wapi. Ndipo polisi mzee akafika, akaiona hali ile. Akawaambia wenzake kuwa aina hii ya tukio limewahi tokea hapo nyuma. Akamuuliza dereva kuna jambo gani wamefanya. Dereva na wale wachuuzi feki wakamueleza polisi yule ukweli. Wakasema ni wao wamewawekea dawa ya usingizi abiria, lengo lao ni kuwaibia. Lakini pia wakaeleza namba ambavyo picha ya ajabu imezungumza nao. Polisi akawaambia inatakiwa wawaamshe abiria na wamuombe msamaha Emanueli. Dereva na wenzake wakaanza kuwaamsha abiria mmoja baada ya mwingine. Emanueli na abiria wote wakaamka, wakashangaa kujiona wapo katika kituo cha polisi. Dereva na wachuuzi wakamuomba msamaha Emanueli, wakamueleza kuwa walikuwa na lengo baya dhidi yao lakini picha ndio imewaumbua. Emanueli akamkumbuka mama yake, akajua ni yeye kwa sababu mama yake ni mganga wa kienyeji. Emanueli akawasamehe, ila msaada wake haukutoka hivi hivi, akawaomba polisi wawakamate wezi wote. Askari polisi wakawakamata wachuuzi wote pamoja na dereva wao. Abiria wakamshukuru sana Emanueli na mama yake. Mama yake na Emanueli akapendwa na watu wengi, akawa mganga wa kienyeji anayewahudumia watu na kupona shida zao. Wale wezi na dereva wakahukumiwa kifungo cha miaka 20 kwa kila mmoja. Ndugu zangu, tusipende maisha ya mseleleko, tufanyeni kazi kwa bidii ili siku moja tuweze kupata mali zetu. Funzo. Simulizi hii inatoa funzo juu ya ulaji hovyo wa vyakula, lakini pia inatukumbusha tusiwaamini watu kirahisi.